Na wakazi wa Thika katika kaunti ya Kiambu wamekumbwa na wasiwasi kufuatia mauaji ya kikatili ya bawabu mmoja, hasa baada ya kugundua kwamba washukiwa waliweza kunyofoa sehemu zake za siri. Washukiwa hao vile vile waliteketeza sehemu ya kanisa la Living Faith Ministries. Wakazi hao sasa wanadai kwamba jamaa huyo si wa kwanza kuuawa na hata sehemu zake za siri kunyofolewa. Mary Kilobi na maelezo zaidi. Ni kisa kilichotokea usiku wa kuamkia leo, wakazi wakitizama kwa mshangao na hofu kubwa, wasijue lengo la wahalifu hao kumtoa bawabu uhai katika njia hiyo ya kinyama. Japokuwa kanisa ni mahali patakatifu ambapo panahitaji heshima ya kipekee, hoja hiyo haikuwa na maana kwa wahalifu hao, kwani baada ya kutekeleza uhalifu huo walifululiza moja kwa moja hadi kanisani na kuteketeza sehemu ya kanisa hilo, hasa eneo la madhabahu. Mwizi auawi. Ule mtu anatafutia watoto wake ndiye anauawa. Huyo kijana alikuwa watchman. Na walienda kumuita mahali afanye hapa. Walienda kumtoa kwa ile nyumba ya korofa hiyo. Wakamleta mpaka hapa kwa kanisa. Wamemuua hapo. Ni nini inafanyika hapa? Wakazi wa eneo hilo wanaonekana kuwa na wasiwasi mkubwa, hasa kufuatia mazingira tata ya mauaji hayo. Sasa mimi nashindwa niaje watu wana hizi vitu, kwani kuna mahali sinapelekwa, kwa sababu hata huku Nairobi na kwa news niliona usiku eti kunasemekana kuna malaya watatu, wakaba watatu wamengolewa sehemu zao za siri na wakongolewa pia macho. Leo hiyo kitendo tumeamkia hapa asubuhi ya leo. Sasa sisi tunashindwa, kwani kama tutauawa paka lini? Na hapa nyuma tena kuna mwenye mwingine alikuwa ametolewa ulimi. Kwa hivyo kumbe kuna wenye wauaji wako area tu, ndio tunasema serikali tusaidie. Ni kama wako naonda hizi vitu zetu sasa. Sasa sijui kama ni suruali za suma tutatengenezewa. Ama ni kufuri. Mkuu wa polisi katika eneo hilo Erastus Mudhamia aliongoza maafisa wake kufika katika sehemu hiyo ili kuthibitisha yaliyokuwa yamejiri. Na hakuna kitu imeibiwa, just malicious damage. Wa kanisa wamechoma battery na kuwa watchman huyu, just hivyo tu. So we treat as a murder incident report na tutaanza uchunguzi. Already we have small leads ambayo tumepata. Wakazi wa eneo jirani la Kiandutu walilalamikia ongezeko la visa vya mauaji katika eneo hilo, wakidai kuwa mwili wa mwanamume mmoja ulipatikana umetupwa mita chache kutoka eneo la tukio wiki 3 zilizopita. Mary Kilobi, KTN News.